Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Dr. Alex Malasusa leo ameongoza mamia ya Wakristo katika ibada ya kuaga mwili wa marehemu Mchungaji Silvanus Msuya wa Dayosisi ya Mwanga iliyofanyika KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, usharika wa Boko jijini Dar es Salaam. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Malawi Dayosisi ya Blantyre Festoni Mzinga Firi amewakumbusha viongozi wa kanisa kuendelea kujiendeleza kielimu na kulisoma neno la Mungu kwa bidii ili liwe taa na mwanga wa maisha yao pamoja na kuongoza katika huduma. Na Chadi imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikiishutumu kwa kutokufanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV, jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Dr. Alex Malasusa leo ameongoza mamia ya Wakristo katika ibada ya kuaga mwili wa marehemu Mchungaji Silvanus Msuya wa Dayosisi ya Mwanga iliyofanyika KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, usharika wa Boko jijini Dar es Salaam. Mchungaji Silvanus Abel Msuya, Bwana atakulinda utokapo na hata uingiapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Akihubiri katika ibada hiyo ya kuaga mwili, Askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro Daktari George Pindua amewasihi Wakristo na waombolezaji wote kutumia vyema muda walionao hapa duniani ili siku watakapotwaliwa wakaishi uzima wa milele. Amesema marehemu Mchungaji Silvanus amemaliza safari yake hapa duniani na sasa anakwenda mbele za Mungu, na siku zote ataendelea kukumbukwa kutokana na ushuhuda wa maisha yake unaoishi akiwafundisha watu jinsi Yesu anavyoweza kubadili maisha ya watu. Zaburi ya 90:12 inatukumbusha maneno haya: basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Mwanadamu mwenye hekima haishi kwa ajili ya duniani pekee, bali huishi akijua kwamba siku moja atasimama mbele za Mungu. Mchungaji huyu ataendelea kuishi, ana ushuhuda kubwa sana katika maisha ya kibinadamu. Katibu mkuu wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani Goodluck Kinkini ameeleza namna Mchungaji Silvanus alivyofanyika baraka katika dayosisi hiyo, hususan ushiriki wake katika usharika wa Boko, na watasafiri kuelekea Mwanga katika safari yake ya mwisho ya kuzika mwili. Kwamba sisi ushuhuda tulionao mkubwa ni namna ambavyo amemalizia utumishi wake. Yaani watu wote wanaweza wakasema, lakini amemaliza kwa namna ambayo hatuwezi kuacha kumshukuru Mungu. Sisi tunaomfahamu, kama umfahamu unarukia tu ya kwenye YouTube, sisi tunakuambia, sisi tunajua jinsi ambavyo ametumika. Mungu ambariki. Baba Dean atatuongoza wana Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Tutakwenda kwa ushuhuda kule Mwanga tukampumzishe, kwa kuwa pia sisi tumefundishwa na tunao matumaini ya kwamba tutakutana naye tena. Bwana Yesu asifiwe, na kushukuru sana. Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya wachungaji na washirika walioshuhudia utumishi wa Mchungaji Silvanus Msuya wamesema watamkumbuka kwa msimamo na mafundisho yake yaliyojaa ushuhuda. Marehemu Mchungaji Silvanus Abel Msuya nimesoma naye, tumekutana mwaka 2019 pale chuoni Makumira, na alikuwa ni roommate wangu. Mwaka wa kwanza wachungaji pale Makumira kuna bweni linaitwa Msangi namba 51.
Nitamkumbuka kwa mambo mengi sana, lakini ni mtu ambaye mmoja alikuwa na misimamo. Anachokiamini jambo katika njia sahihi, hauwezi kumbadilisha hapo. Ni mchungaji ambaye nilimwona kwa mara moja tu, lakini aliweza kubadilisha maisha yangu kwa namna moja ama nyingine. Ikiwa ndani ya mwezi huu, baada ya kusikia taarifa zake za kifo niliumia sana, ila maneno yake aliweza kubadilisha maisha yangu, nikikumbuka vitabu vyake na nyimbo zake alizokuwa akiimba. Nina hofia hata kumuita marehemu, ni mtu ambaye bado siamini kwamba ametwaliwa mbinguni, lakini nitamkumbuka Msuya kwa mambo mengi, lakini jambo kubwa ni ujasiri aliokuwa nao na kuamini kwamba binadamu yote aliyezaliwa duniani anaweza kuwa na changamoto nyingi, anaweza kupita kwenye mapito magumu kama mwenyewe alivyofanya, lakini anaweza kufanya mabadiliko. Anaweza kubadilika kutoka kwenye maisha mabaya na magumu aliyokuwa nayo akaishi kwenye maisha ambayo ni maisha mazuri kama alivyokuwa yeye. Tunapomwaga leo, kwa kweli moyo wangu unaumia, lakini tunatakiwa kukubali kwamba Bwana amemuita. Akisoma wasifu wa marehemu, mchungaji Silvanus Solomon Msuya amesema daima watamkumbuka kwa namna alivyotumia mapito yake binafsi kuhubiri Injili, huku akiwasisitiza wazazi na walezi umuhimu wa kuombea watoto wao bila kuchoka. Tofauti kabisa na watoto wengine wa marehemu, mchungaji Abel Msuya, mchungaji Silvanus aliendeleza kazi ya babu yetu na alionyesha wito wa utumishi tangu utoto wake. Sisi ndugu zake tulipenda kumuita askofu, kwani alikuwa na uwezo wa kutufanyia sala ndefu akiwa mtoto mdogo sana wa darasa la pili. Wito huu ulidhihirisha zaidi pale alipoamua na kuomba kujiunga na masomo ya Bachelor of Divinity katika chuo cha Tumaini University Makumira na kuhitimu vizuri masomo yake mnamo mwaka 2024. Mchungaji Silvanus Msuya alibarikiwa kuwa mchungaji Novemba 3, 2024 na alifariki dunia Julai 26, 2026 katika hospitali ya Rabinisia jijini Dar es Salaam alipokuwa amelazwa akisumbuliwa na nimonia kali. Ameacha mke na watoto watatu na atazikwa kesho tarehe 30 mwezi wa 7, 2026 nyumbani kwao kijiji cha Shigatini mkoani Kilimanjaro. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nchini Malawi. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Malawi Diocese ya Blantyre Feston Mzinga Firi amewakumbusha viongozi wa kanisa kuendelea kujiendeleza kielimu na kulisoma neno la Mungu kwa bidii ili liwe taa na mwanga wa maisha yao pamoja na kuongoza katika huduma. Taarifa ya Emmanuel Landala kutoka nchini Malawi inafanua zaidi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa semina viongozi wa kanisa wa ELCM Diocese ya Blantyre nchini Malawi, Askofu Fili amesema kiongozi mwenye msingi wa neno la Mungu na elimu ana uwezo mkubwa wa kulitumikia kanisa kwa uaminifu na hekima. Learning, kapena education is a process that goes on and on in as far as a person lives. The end of learning or education is a graveyard. Ndio Ameelewa. Anasema hivi, kuendeleza masomo ni kidogo kidogo, mwisho wa kusoma ukiingia makaburini. Ndio wewe natima kudabwa ni kama ni udini namaliza mapuziro unamalizira kuti. Sasa wewe ukisema mimi nimemaliza, ulimalizia wapi? Kumaso kuteka pakati patu patilipo anzatu wabela uzati tandiza kutipuzisa kuti. Wewe natisa umanya kuti haine ndine mbusa ine kale unapuzira kale ndine mbusa. Haine ndine mai busa kapena ine mai dini.
kapena ndani ndipuzira chani. Kuna uwezekano wanaweza kupatikana hapa mimi ni mchungaji, mimi ni mkuu wa jimbo, nimesoma ninajua baba. Jishushe ujifunze kwa watuongoze wenzetu hao. Kwa upande wake mwanzilishi wa huduma Talita 10 mhandisi Elina Kayanda kutoka Tanzania amesema lengo la kufika Branta ni kuhamasisha uamsho wa kiroho, kuwatia moyo viongozi wa kanisa juu ya kumtumikia Mungu kwa bidii na kuwakumbusha wajibu wao wa kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Tunatamani Mungu kutukufundisha sisa Mulungu atusaidie atatandizire kusimamisha uruteli zaidi. Chirutha chatu chime mwa nchiriri. Turudi kwenye lengo la Martin Luther. Tibwerere cholinga cha Martin Luther. Ndio hicho tutakachokisimamia. Ndichimeife tima hapo kwa mbili pamenepo. Neno kwa wingi. Mau a Mulungu mwa unyinji. Neno kwa wingi. Mau a Mulungu kwa unyinji. Ndani yetu kama watumishi. Mkati mwatu ngati atumiki. Na sisi tuwe na uwezo wa kulisha kondoo wengine. Efeso tikapite tikudiesa nkosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aidha, mchungaji wa KKKT Dayosisi ya Iringa Barton Wikech amewasihi viongozi hao kutokutegemea hekima zao binafsi katika kazi ya Mungu, bali kumtumikia Mungu kwa kusikiliza sauti yake kupitia maombi na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Eneo lolote ambalo umeitwa kutipose pamene ndio itanidwa, lazima uende na hilo eneo, uende katika huo wito pamoja na Mungu. Uende ndima itanidwa amulungu pamoja ndi Mungu. Fikiria Musa yule ambaye ana msukumo wa kusaidia ndugu zake. Muone Musa amena kufuna kutandiza mbale wake. Anapoambiwa na Mungu sasa utaenda kwa Farao. Yomweya kutisoba no upite kwa Farao. Anasema mimi nitaenda nitasema nini? Hapo ine ndikapita ndikayankhula chana. Sasa unajiuliza si yule alikuwa na uchungu na ndugu zake? Si ndio mwewe Mose amena anani ndicho soni ndio habari yake kwa sasa inakuweje size tena anaanza udhuru au kujitetea? Chukua chani hapa ambaso kukana chukua chani. Sababu mwanzoni alienda na nguvu zake. Chukua poyamba anapita yeka. Lakini kweli wito uko ndani yake. Kwa zona maitado dalimo. Lakini Mungu anataka tumie wito ule ambao uko ndani yake. Mungu afuna maitado asiwe peke yake, awe na yeye Mungu. Asakale ndi yeka kwa makale ndi Mulungu. Na Mungu anasema nitakuwa na wewe. Ndipo Mulungu akunena kuti ndisakhala nawe. Semina hiyo ya siku 5 ambapo leo ni siku ya kwanza na imewakutanisha viongozi wa kanisa la ELCM ikiwemo wakuu wa majimbo, wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa kutoka majimbo 7 ya kanisa hilo ndani ya Dayosisi ya Branta nchini Malawi. Kutoka Branta nchini Malawi, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Na sasa tuelekee mkoani Mara. Katika jitihada za kuwakomboa wasichana waliokatiza masomo na kupambana na mila potofu kwenye jamii ya Kijaluo, kanisa Anglikana Dayosisi ya Rorya limeendelea kuwapa ujuzi wa cherehani wasichana zaidi ya 40 waliopata mimba wakiwa wadogo, hali inayopelekea wengi kujiinua kiuchumi. Tupate taarifa hii kutoka mkoani Mara. Akizungumza na vyombo vya habari katika maadhimisho ya miaka 16 tangu kuanzishwa kwa kanisa Anglikana Dayosisi ya Rorya yaliyofanyika kanisa la Mtakatifu Petro Koa Kisaye, wilaya ya Rorya mkoani Mara, askofu wa dayosisi hiyo Moses Yamo amesema licha ya kuhubiri Injili wamekuwa wakisaidia jamii inayowazunguka ikiwemo kuwapa ujuzi wa mwaka mmoja wasichana hao, ambapo upatiwa mashine za kushonea nguo ili waweze kujitegemea kiuchumi. Kuadhimisha siku ya Rorya Day, moja wapo ya vitu tunavyofanya si kuhubiri Injili tu, lakini vile vile ni kuweza kusaidia jamii zetu wanaotuzunguka kujikwamua kiuchumi na kuweza kuboresha maisha yao kwa kuongeza kipato. Kwa hiyo dayosisi yetu imekuwa imejikita katika kuwasaidia wasichana ambao hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo ya sekondari, au ambao walipata mimba ya utotoni na kuzaa, au ambao waliolewa mapema, kujifunza ufundi wa kushona nguo, yani ufundi cherehani. Watu wa Rorya ni yale mazingira ambao wasichana wa kike wanaolewa mapema, wakishaolewa wanaachiwa majukumu yote ya kuendesha familia. Kwa hiyo kuwapa elimu hiyo, kuwapa hiyo ufundi inawasaidia kujikwamua kifamilia na kuongoza uchumi wao kama kanisa na kama jamii. Baadhi ya wazazi akiwemo Monica Mwita wanaeleza namna kanisa lilivyoleta mapinduzi katika jamii yao ambayo iliamini mtoto wa kike hawezi kusoma
na hata kuthaminiwa. Shukuru sana kanisa kwa kuanzisha mradi huu wa kuwafundisha watoto vyerehani. Kama makabila ya Wakuria na Wajaluo waliamini kwamba watoto wa kike hawawezi wakasoma. Watoto wa kike ni wa kuozeshwa, wa kupata ng'ombe. Walikuwa hawathaminiwi katika familia. Lakini kwa kipindi hiki tumetambua umuhimu wa watoto wa kike, tukaona na mafanikio, tukaona ni waelewa sana, kwa sababu mtoto wa kike akipata chochote anategemea kujenga nyumbani kwao. Kwa sasa hivi watoto wa kike tumejikita kuwasomesha sana tu, wanasoma kwa sababu tumeona umuhimu. Maana akaenda kujifunza kwenye kuletwa kwenda chuo cha ufundi, anaweza akawa ni mtu ambaye anaweza akajifunza pale, baadaye akaenda kuanzisha, kwa mfano kama ni fundi cherehani, akaenda kuanzisha kiwanda chake kidogo cha ushonaji. Rhoda Filmoni ni miongoni mwa wasichana waliohitimu masomo yao ya cherehani. Anaeleza kuwa elimu aliyoipata itamsaidia kujiinua kiuchumi na kutoa elimu zaidi kwa jamii, kuondokana na mila potofu juu ya mtoto wa kike. Jamii yetu ina mila potofu. Watoto wakihitimu shule darasa la 7 wanataka waolewe, ndoa za utotoni. Namshukuru Mungu, imenisaidia. Nitaenda kufundisha jamii na nitaenda kufundisha hata familia yangu, itanisaidia upande wa uchumi. Nitawashauri kuondokana na mila potofu, na elimu ya kidini nimejifunza kuongoza ibada, kuhubiri Injili. Hata hivyo, Askofu Yamo anatoa wito kwa jamii na wadau wengine kuunga jitihada za kanisa kuwaleta wasichana zaidi ili wapate ujuzi huo utakaowasaidia katika maisha yao. Mwaka huu tumekuwa na mahafali ya 4 na idadi ya wasichana 40 wameshahitimu kutoka katika chuo chetu hiki cha ufundi. Kwa hiyo msichana akipata hiyo shida, sio kumkatia tamaa, ni kumpa nafasi nyingine, kumsaidia aweze kupata fursa ya kujitegemea na kujikwamua. Na ndivyo kazi ambayo kanisa inatakiwa kufanya, kwa sababu Yesu alikuja kwa wale ambao wamekata tamaa, wale ambao wana maisha madunia, wabadilishe maisha yao, wamjue, lakini wajue namna wanavyoweza kujitegemea na kufanya kazi katika maisha yao. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kanda ya Ziwa mkoani Shinyanga. Mkuu wa wilaya ya Kahama Frank Nkinda amewataka viongozi na watendaji wa serikali hususani kushughulikia changamoto za wananchi badala ya kusubiri misafara ya viongozi wa kitaifa. Watu waanze wanakuambia hii ni barabara. Leo ukienda ni nyumba za watu zinajengwa. Pale tulipowaambia wananchi hii ni nini? Ni barabara. Nyumba niliyoinunua na kiwanja kilichokuwa kinafuata, choo ya nyumba iko kwenye kiwanja cha mtu mwingine. Huyo amenunua alikuwa ni mfanyakazi wa ardhi mle, akapima peke yake pasipo kushirikisha mtu, alafu akatuhozi wote. Kwa hayo niombe radhi, tutaboresha. Ninaamini hayatajitokeza tena. Nkinda ametoa kauli hiyo akiwa hapa katika shule ya msingi Mbulu, mtaa wa Mbulu, kata ya Mongolo, alipofika hapa kwa lengo la kusikiliza na kutatua kero za wananchi wanaoishi maeneo haya zinazowakabili, ambapo amewataka viongozi wa maeneo haya kuhakikisha wanatatua changamoto zinazowakabili wananchi bila kusubiri misafara ya viongozi wakuu wa kitaifa. Pata migogoro hii msifiche. Ofisi ya mkuu wa wilaya iko pale, ofisi ya mkurugenzi iko pale, sawa, idara ya ardhi ndio hiyo ambayo inatuhumiwa, lakini ofisi ya DC iko pale, mkurugenzi yuko pale. Njooni, sisi tunawajibika kwa hawa. Hawa ndio serikali, sisi tunaitwa viongozi wa serikali. Serikali yenyewe ndio hawa. Sisi tuna nafasi kubwa ya kuifanya serikali ya CCM ipendwe au ichukiwe. Kwa hiyo nisisitize, mtendaji wa kata huko hapa, fanyeni mikutano, kutaneni na wananchi hawa. Msingi wa uwepo wetu ni hawa. Bila wananchi hawa sisi hatuna chochote. Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu akipita, akishangiliwa, akafurahiwa hapa, vigelegele, sijui matawi ya miti, anafurahi, anaona kweli aina ya viongozi ambao tumewatuma watusaidie hapa wanafanya kazi zao vizuri. Lakini wakiona wananchi hao wanalalamika, kila anayeamka ni kero, kila anayeamka ni kero.
sisi hatuna maana ya kuwepo hapa. Awali baadhi ya wananchi wa mtaa wa Mbulu walieleza kutokuridhishwa na shughuli za upimaji wa ardhi, wakieleza kuwa umeongeza migogoro kwenye maeneo yao kutokana na kufanyika bila kufuata utaratibu, huku wananchi hao wakiomba serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu malalamiko yanayohusu usimamizi wa upimaji wa ardhi na kuhakikisha migogoro hiyo inatatuliwa kwa haki na kwa wakati. Kwa ni uvurugaji, sio upimaji. Hicho kiwanja nilinunua heka, lakini katika heka hiyo wakati upimaji shirikishi ulivyokuja, nilikuja nikabaki na robo ya heka. Nyumba niliyoinunua na kiwanja kilichokuwa kinafuata, choo ya nyumba iko kwenye kiwanja cha mtu mwingine. Yule bwana naye akabomoa, nikabaki sina choo. Tangu mmefanya urasimishaji, sisi hatujapewa namba. Huyo amenunua alikuwa ni mfanyakazi wa ardhi mle, akapima peke yake pasipo kushirikisha mtu, alafu akatuhozi wote. Ina maana sisi tuko kwenye maeneo yetu, lakini tunahojiwa na mtu huyu mmoja. Namba zilivyokuja, Tabora alikokatia hati huyu mmiliki ambaye anatumiliki. Akijibu hoja hizo, mpima ardhi wa manispaa ya Kahama Genadio John amesema upimaji wa Mbulu ulifanywa kwa mfumo wa ushirikishwaji kupitia kampuni ya Geoplan kwa kushirikiana na kamati za maendeleo ya wananchi wa mtaa huo. Wananchi sehemu kubwa sana ya Mbulu na Mongoro kwa ujumla wake wana changamoto ya maeneo yao kuingiliana. Wengine wanasema nilikuwa na eka moja yote imeliwa na barabara, matokeo yake nimekosa kiwanja. Tumeanza kutatua hizi kero tofauti kadri zinavyokuja ofisini. Tumerejea upimaji. Hata hivyo, mwenyekiti wa mtaa wa Mbulu Mission Solomon Ruta amekiri kupokea maelekezo ya mkuu wa wilaya hiyo, akiahidi kufanyia kazi maelekezo hayo, ikiwemo maelekezo ya mikutano ya hadhara. Kama wananchi walivyotoa hoja mbalimbali na wewe pia ukatoa maelekezo na maagizo, nimeyapokea na nitayafanyia kazi tena kwa haraka sana. Kutoka manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, mimi ni Samuel Samson, Upendo TV. Mamlaka ya maeneo maalum ya uwekezaji Tanzania TISEZA imeingia makubaliano ya ushirikiano wa miaka mitatu na chama cha mawakili vijana ndani ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS, yakilenga kuwawezesha mawakili vijana kushiriki kamilifu katika utoaji wa huduma za kisheria kwa wawekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam baada ya utiaji saini wa makubaliano hayo, mkurugenzi mtendaji TISEZA Gilead Terry amesema ushirikiano huo utaunganisha juhudi za taasisi hizo katika kuboresha huduma za kisheria kwa wawekezaji, kuwajengea uwezo mawakili vijana kupitia mafunzo ya sheria za uwekezaji na ujasiriamali, pamoja na kushiriki katika maboresho ya mifumo na sheria ili kuongeza kasi ya uwekezaji nchini. Tunaweka mfumo rasmi wa kushirikiana na AYL katika kutoa huduma za kisheria kwa ajili ya wawekezaji wa ndani, lakini pia pamoja na wawekezaji wa nje. Kwa jambo la kwanza ni kuwawezesha vijana wa Kitanzania, mawakili wa Kitanzania, mawakili vijana wenye sifa ambao ni wanachama wa AYL kutambuliwa kama watoa huduma wanaotoa huduma kwa ajili ya wawekezaji hapa TISEZA. Tumekuwa na utaratibu huu wa watoa huduma, tunaita investment service providers, na tumekuwa tukisajili watoa huduma hawa kwa gharama fulani. Aidha, amesema lengo ni kuhakikisha mawakili vijana wa Kitanzania hawabaki kuwa waandishi wa mikataba pekee, bali wanakuwa wataalamu na wawekezaji wenye mchango katika mageuzi ya uchumi wa taifa. Aidha, ushirikiano huo utapanua fursa za ushiriki wa vijana na kupunguza gharama za huduma za kisheria kwa wawekezaji. Lakini pia taasisi zetu zitafanya vitu vingine vya ziada. La kwanza, tutakuwa na program za mafunzo kwa ajili ya vijana wote kuhusu masuala mazima ya uwekezaji, ili na wenyewe waweze kutoa mchango wao, waweze kunufaika. Tutaki wanasheria wawe watu kuandika mikataba tu ya watu wengine, tungetaka na wao pia wawe wawekezaji. Lakini la pili, kuongeza uelewa juu ya masuala mazima ya uwekezaji. Lakini tatu, kushirikiana kufanya tafiti na maboresho ya vitu gani vya kurekebisha katika mifumo yetu ya sheria inayoweza kuongeza na kukuza kasi ya uwekezaji nchini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa mawakili vijana TLS AYL, wakili Emmanuel Ukashu,
amesema wamechagua uwekezaji kwa kuwa mwelekeo wa nchi ni mabadiliko ya kiuchumi. Hivyo makubaliano hayo ya miaka mitatu yatawezesha mawakili vijana kupata uelewa mpana kuhusu sheria za uwekezaji na kushirikiana kwa karibu na TISEZA katika kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini. Kwa hiyo sisi tunakuahidi kwa umoja wa mawakili vijana ndani ya TLS kwamba tutashirikiana vyema. Kama sisi umoja wa mawakili vijana tumechukua jukumu la kutangaza hizo nafasi kwetu na kuhakikisha kwamba wale wanachama wetu wanaomba katika vigezo ambavyo vimeainishwa, ambacho kimojawapo ni kuwa wakili na kuwa wakili kijana na mwenye maadili. Ndio vigezo ambavyo vimeainishwa. Baada ya hapo, wale mawakili watakaopatikana watapelekwa kwenye mamlaka ya TISEZA. Maana sisi tunawadhamini kuwapeleka kwenye mamlaka ya TISEZA. Kwa hiyo vigezo viko wazi na hakuna upendeleo. Sifa ni kuwa wakili na wewe wakili kijana. Na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Wakati taasisi za elimu binafsi zikiendelea kuchangia kuimarisha sekta ya elimu nchini Tanzania, shule ya sekondari Haladali Winners ya Maji ya Chai wilayani Meru mkoani Arusha imeeleza mafanikio iliyoyapata katika taaluma na malezi tangu kuanzishwa kwake mwaka 2016 kuelekea maadhimisho ya miaka 10 ya shule hiyo Septemba 19 mwaka huu. James Starley ana taarifa hii. Mkuu wa shule hiyo Godfrey Show akizungumza na waandishi wa habari amesema katika kipindi cha miaka 10 Haladali Winners imefanikiwa kuhitimisha wanafunzi 951 ambapo wengi wao sasa wanatoa huduma katika taaluma mbalimbali ikiwemo urubani, udaktari, uhandisi na kada nyingine za kitaaluma. Amesema mafanikio hayo yanaakisi dhamira ya shule ya kuandaa vijana wenye uwezo wa kushindana kitaifa na kimataifa. Tunatimiza miaka 10 ya shule hii toka kuanzishwa kwake na tunajivunia mambo mengi bora ambayo yamekuwepo katika shule yetu, na hasa tukiangalia wanafunzi waliosoma hapa kuanzia mwaka 2016 mpaka sasa mwaka 2026 tumefanikiwa kuwa na wanafunzi 951 waliopita katika shule yetu, na sasa wako katika kazi zao, wameajiriwa katika fani mbalimbali, tukijivunia kuwa na marubani, madaktari, wahandisi na watu katika taaluma mbalimbali, na hayo ni mafanikio bora kwa kuwa tunawaona na tunajivunia. Makamu mkuu wa shule sekondari Haladali Winners Edward Samuel amesema miaka 10 ya shule hiyo imekuwa ushuhuda wa mafanikio makubwa katika utoaji elimu bora inayozingatia taaluma na maadili. Kuadhimisha miaka 10 ya kuanzishwa kwa Haladali Winners, tunajivunia mambo mengi sana. Jambo mojawapo ambalo tunajivunia ni kuweza kufanikiwa kutoa elimu iliyo bora kwa wanafunzi wetu, lakini pia kuweza kuwa na wanafunzi ambao ni waadilifu. Mwalimu wa taaluma John Maleka amesema pamoja na kufundisha masomo ya darasani, shule imekuwa na mkazo katika kuwajengea wanafunzi uwezo wa kujitegemea kupitia michezo, utunzaji wa mazingira na shughuli nyingine za maendeleo. Tumekuwa train watoto wetu katika mitaala mipya ili waweze kujitegemea na kuifanya nchi yetu katika maeneo mbalimbali. Kwa mitaala hii mipya tumekuwa tukisisitiza sana na tumekuwa tukifundisha wanafunzi kujitegemea katika michezo, katika maeneo mbalimbali, katika maeneo ya mazingira, kutunza mazingira na kadhalika. Baadhi ya wanafunzi wa shule sekondari Haladali Winners wamesema mazingira rafiki ya kujifunzia, walimu wenye weledi na msisitizo wa maadili yamekuwa msingi wa mafanikio yao kitaaluma na maendeleo binafsi sana. Lakini katika main point kwenye shule kwanza nimejifunza kwanza walimu wangu ni walimu kweli wazuri ambao wanapenda wanafunzi wao na pia wanawajali. Pia kwa mfano katika shule hii, unajua katika shule kuna watoto wengi wenye tabia nyingi tofauti na mwenendo. Hiyo michezo imetusaidia katika ukuaji wa fahamu zetu, hata katika masomo yetu. Imetusaidia kuboresha akili zetu katika kukumbuka na vitu vingine. Ndani ya shule hii nimepata kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo kukua katika kiimani na kiufahamu zaidi na kuweza kujitegemea katika maisha yangu na kutambua ndoto mbalimbali. Walimu ndani ya shule hii wanawezesha wanafunzi kutambua vitu ambavyo wanaweza kuwa hapo baadaye. Huko napoelekea nitafanya vizuri kwa sababu ya msingi ninaojenga katika hii shule.
Wakati shule hii ikielekea kuadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2016, mengi ya kujivunia katika shule hii imeendelea kujivunia namna ambavyo imekuwa inawaandaa vijana hawa kuweza kufikia malengo yao na ndoto zao za baadaye. Kutoka hapa jijini Arusha katika viwanja vya shule ya Haradali iliyoko jijini Arusha, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Klabu ya Rotary imekabidhi madawati 150 kwa shule ya msingi Mwananyamala B jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya mchango wake wa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kujifunza kwa wanafunzi pamoja na kuunga mkono jitihada za serikali za kuinua kiwango cha elimu nchini. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa elimu wa kata ya Makumbusho Mwalimu Simon Mirobo amepongeza Rotary kwa msaada huo, akisema utasaidia kupunguza changamoto ya upungufu wa madawati na kuwawezesha wanafunzi kusoma katika mazingira bora na rafiki. Awali ya yote na washukuru sana Rotary Club, na kwa misingi hiyo ni shukrani pia ya mkuu wangu wa idara kwamba ameona kwamba mmekuwa watu wa pekee sana kwetu, na tunawashukuru sana. Mara ya kwanza pia nilishiriki na nyinyi, na mkumbuka alikuwa mama huyo, baadhi na wakumbuka kidogo. Kwa hiyo tulifanya project hapa, nafikiri tulipokea madawati lakini pia tulipanda miti. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwananyamala B Modesta Mushi amesema msaada huo utakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji shuleni, huku rais wa Rotary Club Dar es Salaam Lenali Munyua akisema Rotary itaendelea kushirikiana na serikali katika kutekeleza miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha sekta ya elimu na ustawi wa jamii. Lakini kwa upendo mkubwa kwa Rotary kutambua umuhimu wa watoto kusoma katika mazingira yaliyo bora, walituletea madawati 100, wakatuahidi kwamba wataongeza. Rotary na washukuru sana. Madawati mliotupatia mwaka 2022 yalichangia sana kuinua kiwango cha taaluma. Kusikia mmetunza madawati ya miaka 4 imepita, tunafurahi. Hiyo inatupa tunaona kweli tunaweza fanya kingine na kingine, na nyinyi kama shule mnafurahia kile tunawafanyia. Kwa hivyo we are very grateful that mnatunza kile ambacho mnaletewa. Asanteni sana. Baadhi ya wafugaji wa kijiji cha Arkatani wilayani Monduli mkoani Arusha wameanza kunufaika na kilimo ekolojia cha malisho ya mifugo kwa kutumia teknolojia ya mikingamaji maarufu nusu mwezi, baada ya kupatia ujuzi na mtandao wa vikundi vya wakulima viwa Arusha pamoja na Shiwakuta. Mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Wakizungumza wakati wa ziara ya wataalamu kutoka Wizara ya Kisekta iliyoandaliwa na Shiwakuta katika wilaya za Monduli na Karatu, wafugaji hao wamesema teknolojia hiyo imepunguza changamoto ya malisho, huku wakiomba serikali na wadau wasaidie kuisambaza katika maeneo mengine. Tulikuwa hapa hamna majani hapa. Sasa mlipotuletea hii majani tukaanza kupanda hapa, ndio unapoona sasa majani imeanza kukua. Sasa hivi tukiendelea kupanda hivi kama miaka 2 3 kama kule huku upande huu mto huku hamna majani, kwa hiyo mtusaidie kuongeza tena majani tupande. Na ukiangalia kule na huku palikuwa ilikuwa sehemu moja, lakini ukiangalia sasa hivi ina utofauti wa hapa na pale. Na ukiangalia watu wengi walichukua hata majani wakaenda kupanda kwenye maboma zao. Baadhi ya wataalamu wanasema katika vituo hivyo yapo ya kujifunza, huku mwakilishi wa kamati ya bunge ya viwanda, biashara, mifugo na kilimo Yustarai akisisitiza elimu hiyo ipelekwe kwa wananchi katika maeneo mengine. Endelee kuwaelimisha na wengine ambao bado hawajajua huu taratibu, ili angalau hata hilo eneo lililo wazi pale na lenyewe likijaa majani hivi. Compound ambayo kwa kweli wakulima wetu ambao wako access ni wafugaji na ni wakulima wangeweza kukifanya vizuri sana. Tumejifunza vitu vingi sana, lakini wafugaji wenzangu wajifunze kupanda malisho. Hii itasaidia wabaki na mifuko yao katika eneo hilo kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa Shiwakuta, wakulima hao wamekuwa wakiwafundisha na kuhamasisha wengine kuanza kutumia mbinu za kilimo ekolojia. Sisi kama wajibu wetu ni kufanya uhamasishaji, tutafute fedha, tutafute mbegu, kwa sababu hii teknolojia kwa level ya juu inaitwa ni natural regeneration technology.
Upande wa wafugaji tumekuwa tukiboresha maeneo ya malisho kwa kuvuna maji ya mvua kwa kutumia teknolojia ya nusu mwezi. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea tuungana na Francisco Nongolo kwa habari za kimataifa.